Karibu mtazamaji wa Zone Media kwa mara nyingine tena. Angalau mtu mmoja amefariki dunia na watu wengine 14 kujeruhiwa kufuatia mlipuko mkubwa uliotokea siku ya Jumamosi katika mji wa Bandar Abbas kusini mwa Iran. Taarifa hiyo imetolewa na shirika la habari la Iran Tasnim. Kwa mujibu wa televisheni ya taifa ya Iran, mlipuko huo ulitokea katika eneo la Moalem Boulevard ambapo jengo la ghorofa 8 liliharibiwa vibaya na kusababisha ghorofa 2 kubomoka kabisa. Vile magari kadhaa pamoja na maduka yaliyokuwa jirani yaliharibiwa kutokana na nguvu ya mlipuko huo. Shirika rasmi la habari la Iran IRNA limemnukuu mkurugenzi wa usimamizi wa majanga ya mkoa wa Hormozgan Medadi Hassanzadeh akisema kuwa chanzo halisi cha mlipuko huo bado hakijafahamika na kwamba vyombo vya usalama na uokoaji vinaendelea kufanya uchunguzi wa kina kubaini kilichosababisha tukio hilo. Baada ya uvumi kusambaa mitandaoni kuhusu uwezekano wa shambulio la kijeshi, Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC lilikanusha madai hayo likisema kuwa hakuna jengo lolote la vikosi vyake vya wanamaji lililolengwa katika mkoa huo. Kauli hiyo ilichapishwa kupitia shirika la habari la Fars. Wakati huo huo, tukio jingine tofauti limeripotiwa katika mji wa Ahvaz uliopo karibu na mpaka wa Iraq. Gazeti la serikali Tehran Times limesema kuwa mlipuko wa gesi katika mji huo umesababisha vifo vya watu 4 na kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa miundombinu ya nishati nchini Iran. Kwa upande wa kimataifa, maafisa wawili wa Israel wamelithibitishia shirika la habari la Reuters kuwa Israel haikuhusika kwa namna yoyote na mlipuko wa Jumamosi nchini Iran. Matukio haya yametokea katika kipindi nyeti cha mvutano wa kisiasa na kijeshi kati ya Iran na Marekani, hasa baada ya Washington kutuma kikosi cha meli cha kivita katika eneo la Ghuba. Ikumbuke kuwa siku chache kabla ya matukio haya, Rais wa Marekani Donald Trump alitoa tena kauli kali dhidi ya Iran akiitaka Tehran kukubali makubaliano mapya kuhusu mpango wake wa nyuklia, kauli ambayo imeongeza mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Hadi sasa uchunguzi bado unaendelea, huku wananchi wakisubiri majibu rasmi kuhusu chanzo cha milipuko hiyo na iwapo ina mahusiano wowote na hali ya kisiasa na kiusalama katika eneo hilo. Mtazamaji, basi na sisi pia kuhusu taarifa hii tutazidi kukujuza kile ambacho kimetokea huko nchini Iran. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu na Zone Media wakati wote.